Mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA imesema sekta ya teknolojia ya habari imeendelea kukua kwa kasi kubwa, jambo ambalo limeonyesha sekta hiyo sasa kuchangia ongezeko kubwa la shughuli za kiuchumi na kijamii. Tujiunge na George Marato kutoka jijini Dodoma kwa taarifa zaidi. Kauli imetolewa Mei 16 mwaka huu 2025 na mkurugenzi mkuu wa TCRA hapa nchini Dr. Jabiri Bakari wakati akizungumza na waandishi wa habari nje ya ukumbi wa bunge. Muda mfupi baada ya bunge kupitisha kwa kishindo bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ya mwaka 2025-2026. Kwenye uchumi wa kidijiti dunia nzima na sisi miongoni mwa nchi nyingine duniani, ni uchumi ambao maisha yetu, shughuli zote za kijamii, shughuli za kiuchumi unategemea sana matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Kwa kifupi, kama ambavyo imezungumzwa kwenye bajeti, sekta imeendelea kukua kwa kasi sana. Ama ambavyo imezungumzwa pale, tumeona laini za simu zimefikia milioni 90.4. Tumeona waheshimiwa wanazungumza wa Tanzania wako kama milioni 65, lakini maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kuna matumizi makubwa sana ya simu. Na sio kwa maana line za simu zikiwa vile, maana yake zote ziko kwenye line za simu, pia kuna line nyingine zinatumika kwenye mashine. Lakini yote kwa pamoja yanaonyesha kwamba shughuli nyingi sana za kijamii na za kiuchumi sasa zinatumia teknolojia tehama na kwa kiasi kubwa simu. Hata hivyo, mkurugenzi huyo mkuu wa TCRA hapa nchini amesema pamoja na fursa hiyo kubwa kiuchumi, lakini baadhi ya watu wachache wamekuwa wakitumia mwanya huo kufanya vitendo vya uhalifu. Pamoja na fursa hizo zote kuna changamoto ndogo, kwa maana ya kwamba na uhalifu pia nao umehamia katika kutumia hiyo teknolojia ya habari na mawasiliano kwenye uhalifu. Lakini kama wote tunakuja tukitumia teknolojia ya habari na mawasiliano kwa kitu chochote kile, iwe ni shughuli ya kijamii aina yoyote ile, ukikaa vizuri kuna fursa nyingi sana za kukutoa kutoka mahali ulipo kwenda sehemu nyingine. Nafikiri mliona siku chache zilizopita tulizungumza issue ya wanahabari, uwezo wa kuweza kuandika habari na jinsi ambavyo umeweza kuwezeshwa na teknolojia hii ikihusisha pia akili unde. Kwa ujumla wake ni sekta na ni eneo ambalo ni wezeshi kwa sekta nyingine zote na kwenye maisha yetu kwa ujumla. Naye mwenyekiti wa bodi ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi hapa nchini Balozi mstaafu Adadi Rajabu amesema tume hiyo imeanza kupata mafanikio makubwa. Na mafanikio ni mazuri. Tulianza kwa matatizo kidogo, lakini naweza kusema kwamba sasa hivi tuna uandikishaji ambao tuseme taasisi zote za serikali na wizara nyingi zimeshajiandikisha na tunaendelea vizuri. Tumeconcentrate na kutoa elimu kwa umma, kwa sababu unajua tume hii ni mpya na imeanzishwa, watu wengi hawajaielewa. Kwa hiyo mkazo mkubwa sana tumekuwa kwenye kutoa elimu kwa umma. Mara nyingi sana tunakwenda kwenye seminars, workshops ili kuelimisha wananchi namna gani ya faraha ya mtu inatunzwa namna gani. Kutoka katika hapa viwanja vya bunge jijini Dodoma, mimi ni George Marato wa GMTV.